amen. Kwa hiyo utakaowaheshimu kwa imani safi. Ya Yakobo aliweza kuwa na mtoto wa nne ambaye aliyeitwa Yuda. Ndiye katika nyumba yake Mungu, katika mipango ya Mungu ilipangiwa kunaweza kuzaliwa mfalme, na watoto 12 aliweza kutabiri juu yao kabla ya kufa kwake, katika sura ya 49 na 19 ya sura katika kitabu cha Mwanzo. Na Yakobo wakati alitabiri, alipotabiri juu yao mtoto wa nne Yuda, katika jamii yake ndio kutazaliwa mfalme. Lakini unabii ilikuwa katika jamii zote. Nabii iliweza kuwa inafikia kila mtu. Mungu anaweza kuleta kila jamii. Jamii ya Dani anaweza kutabiri, jamii ya Simeoni anaweza kutabiri, jamii ya Mbeni anaweza kutabiri, ya Simeoni anaweza kutabiri, na ya Lawi anaweza kutabiri, na Yuda pia hata ya Dani anaweza kutabiri, hata ya Naftali na Gadi na Isaka na Aseri na Zebuluni, hata na Josefu na Benjamini, wote wanaweza kuwa wanatabiri katika watoto 12 hao. Sasa katika ufalme ilichaguliwa iwe mfalme mtoto katika jamii ya Yuda, na kwa ajili ya ukuhani iliomba iwe Lawi. Amen, haleluya, amen, amen. Lawi ambaye maana yake ushikamano, maana yake anayeshikamana, na iliomba yeye aweze akakuwa mtoto jamii yake tunapatikana makuhani Lawi ndani ya jamii ya Lawi, lakini mfalme ulijawia Yuda. Amen. Sasa Yesu alizaliwa kwa jamii ya Yuda. Yuda maana yake sifa, nuaji. Sasa alizaliwa ndani ya jamii. Na leo Daudi aliye mfalme wa pili wa Israeli nyuma ya miaka 415 alizaliwa katika jamii ya Yesu. Lakini katika wakati ule mwenye alikuwa kwa kiti jina lake ni Sauli, mtoto wa Kisi ya jamii ya Benjamini. Na wakati Mungu alipoweza kuamsha Simeoni, sio Saulo, alisema ya kuwa wamiminie mafuta ya chupa, na hiyo mafuta ikakuwa juu yake. Na ilipofika muda fulani hakuweza kutembea sawa na mapenzi ya Mungu, alimtuma kwa Amaleki kuwaua kwa sababu ya makosa ya Amaleki waliofanya kwa damu ya Mungu. Lakini Saulo hakuifuata yote, akachunga wengine, akalinda wengine, akamlisha wengine, hata na kufanya agano, akamleta kwenye kambi, na ng'ombe ya mafuta alizifurahia sana. Haleluya, amen, amen. Hata ndani ya utumishi unajua ya kuwa vitu vizuri kutazamia katika macho, pesa, mali pekee kutangulia mbele, inakuwa inamaliza utumishi wa watu. Haleluya, amen. Sema na mwenzako, usiwe mtu ya kutamani mambo ya kuonekana kuliko mambo ya roho. Na Mungu akamwambia ya kuwa ninaomba ujue ya kuwa utii ni zaidi ya sadaka ya kuweza kuteketeza kwao. Ninataka mtu alitii, hiyo ni zaidi sana. Amen. Na basi tuliweza kuzungumzia, tutaisoma tena, tunarejea. Msomaji anaweza kusoma katika sura tulisoma sura ya 6 ya Samueli wa pili, katika shairi lake tulisoma 17 hadi shairi lake la 23. Unaweza simama, tunarejea kusoma, maana
mafundisho yetu yote tutamaliza tu kwa shahidi moja hiyo, kwa sababu tuna siku kidogo. Tunapozungumzia ya mambo yote hayo yanahusika Daudi na neema aliyopewa. Ndio Samueli wa pili sura yake 6 kuanzia 17. aliye Samueli wa pili kuanzia mistari yake ya 17 sura 6 kuanzia 17. Ndio naisoma kwa jina la Yesu Kristo anayeishi. Amen. Wakaingiza sanduku ya Bwana, wakaiweka pahali pake wakati ya hema Daudi aliyoisimamisha. Daudi akatoa sadaka za kuteketezwa na za salama mbele ya Bwana. Na wakati Daudi alipomaliza kutoa sadaka ya kuteketeza na sadaka za salama, na akabariki watu kwa jina la Bwana ya majeshi, akawapa watu wote hata makutano yote ya Israeli, waume na wake vile vile, kila mtu mkate wa ngano na kipande cha nyama na mkate wa zabibu. Basi watu wote wakakwenda kila mtu kwa nyumba yake. Alafu Daudi akarudi kubariki nyumba yake, na Mikali binti ya Saulo alitoka kukutana na Daudi, akasema, mfalme wa Israeli, ilikuwa leo na utukufu namna gani akijifunua leo mbele ya macho ya vijakazi wa watumishi wake, kama mtu wa watu bure anavyojifunua pasipo haya. Daudi akamwambia Mikali, ilikuwa mbele ya Bwana aliyenichagua juu ya baba yako na juu ya nyumba yake yote, kuniweka mkubwa juu ya watu wa Bwana, juu ya Israeli. Kwa hivi nitacheza mbele ya Bwana na nitakuwa hafifu zaidi, nami nitakuwa chini kabisa kwa macho yangu mwenyewe, lakini vijakazi uliosema juu yao wao wataniheshimu. Na Mikali binti ya Saulo hakuwa na mtoto hata siku ya kufa kwake. Tunachapa mkono kwa Yesu na tunakaa. Baba, tusaidie sana kwa jina la Yesu. Amen. Ndani ya shahidi letu hii tuliweza kuzungumzia jana Daudi mfalme la pili katikati ya Israeli, naye Daudi alimiminiwa, tulisema mafuta ngapi kwa kuwa mfalme? Mara 3. Mara ya kwanza katika nyumba ya basi ambao baba yake naye hakufahamu anaweza kuwa na mahana. Jamii yao hata Shama, Eliabu wa ndugu zake na wasichana wawili katikati ya wajamii hawakufahamu, lakini mafuta ilishuka juu yake, ilikataa wengine wote, sababu mafuta hii iliweza kutayarishwa na Mungu kwa ajili yake. Ninawaambia ndugu zangu, neema ambao Mungu anatayarisha kwa ajili yako kufanyia, hata watu wakimtayarisha hawataweza. Maana katika mipango ya Mungu alikwisha kuangalia, hata umeonekana huko kwa kati ya chini, hata huko ndani ya kati ya chini kwenye mpango ambao haiko yako ni ya watu, ndani ya nyumba ya lokaso, inawezekana unaweza kuwa katika nyumba ya wahami, na maana yake chini ya hema, huko ukimbizi, katika kambi ya wakimbizi, lakini Mungu akisha kukutazama amekutazama. Haleluya!
juu yao, au usipate wakati ya kuzalisha yule ambaye anayepigana nawe, maana yule aliyetumimia neema hiyo, yeye sio mwanadamu, ni Mungu mwaminifu. Amen. Wandugu wote waliweza kushindwa kuangalia kwa namna gani mafuta haishike juu yetu, haishuke, haimimike. Naye Samueli binafsi naye akashangaa. Mungu wakati mwingine anatumika na mbinu, strategy mbalimbali. Hakumwambia Samueli ya kuwa ni mtu gani mafuta itashuka juu yake. Wakati unakuja, wakaanza kutafuta, wakajaribu kwa watoto wote, nane haikuwezekana. Lakini kwa mwisho, kwa sababu alikuwa na wanaume sana, mmoja ndio Daudi na wasichana wawili, lakini wakaenda kutafuta asiyejulikana walipo. Na Daudi yule asiyejulikana, yeye ndiye akawa mfalme. Siku nyingine yule asiyejulikana, yeye ndiye akakomboa askari waliojua vita, na kupigana miaka mingi, wakashindwa mbele ya Wafilisti, mbele ya Goliathi, lakini Daudi akaweza kuwakomboa. Tulisema jana, mafuta ambayo ilienda kumimika juu ya Daudi haikuwa mafuta ya pembe ya ng'ombe, ilikuwa mafuta ya pembe ya kondoo dume, kwa sababu kondoo dume yanahakikisha pembe yake hiyo inahakikisha ushindi. Alafu mafuta iliyoshuka juu yake ilikuwa mafuta ya kuleta ushindi. Unapomiminiwa mafuta ya Roho Mtakatifu, kuna watu wengine wamepata Roho Mtakatifu jana, wamekuwa mafuta, ujue ya kuwa katika dunia hakuna adui ya kiroho atakaye kushinda. Haleluya! Mwambie mwenzako niko mshindaji sana. Kanisa inaomba tujijue. Unapojua udhamani mbele yako, hakuna mtu yeyote atakaye simama kukuchezesha. Sema na mtu bei yangu ni kubwa, usinishike mzaa. Haleluya! Usinishike mzaa, usinishike leja. Amen. Ndani ya mambo haya, Daudi leo amekuwa mfalme. Na hapa shairi ambao tuko tunasoma, hata tunazungumzia shairi nyingine, tuliweza kuzungumza namna ya uchaguzi ya Daudi. Tulizungumza mafuta ya mara ya kwanza ya nyumbani, mafuta ya mara ya pili ya jamii ya Yuda, alitawala miaka 7. Mafuta ya mara ya tatu, wazee ya Israeli wote wakafika ili aweze kuwa juu ya utawala. Tulisema katika wokovu, inaomba wokovu yako ijulikane fasi yuko. Umeitwa na Mungu, unaokoka, inaomba jamii ya ndani wajue, nyumbani mwako na watoto waseme na wajue ya kuwa umeokoka. Nisema kuna Mkristo mmoja, watoto wake siku moja walikuwa naongea, wanasema lakini katika nyumba yetu hapa ndio mtu akwenda mbinguni wanajua, kwa sababu hapa wanaitaka watu taimbwa, lakini tunaona pale kubwa zetu ule papani wanazokwenda mbinguni. Watoto katika nyumba, kwa sababu wakati mwingine unatomboka, baba ya nyumba anaita mama huko Ibwa. Mama anauliza, basi kwa nini unaniita Ibwa? Anasema Yesu ndiye aliita watu Ibwa. Sasa haleluya. Amen. Wazazi tujue kuongea. Tusiweza kujiangusha kupoteza udhamani wetu mbele ya watoto. Amen. Ingawa hawajafahamu bado wokovu ni kuti ya kwa kweli wanaona umeokoka. Amen. Unapogombana tunapogombana na nyumba hiyo tunapewa yale kwa vile kidogo, unagombana huko, unazaa watoto wanalala, lakini wanakuwa wanasikia atakuza mwingine. Haleluya. Sikia. Haleluya. Watacheka, utazani wao wanacheka kule, wao wanacheka papala mabao wanagombana huko. Mungu akusaidie. Sema na wenzako, Mungu atusaidie tusikubane. Haleluya. Amen. Sasa ndani ya hii leo Daudi alipita vipindi vingi vya magumu.
Haleluya. Alipita vipindi vingi vya magumu mbele ya kile kwa kiti. Maana hata walipompaka mafuta, Daudi alikuwa ni mtoto. Iliomba miaka iende. Kuna kitu kingine Mungu amekusemea leo, lakini itatimia nyuma ya miaka 12. Hayombe kuwe haraka. Mwambia mwenzako usikuwe haraka. Amen, amen. Mwingine yuko hapa, Mungu alishakuonesha ya kuwa yeye alikuwa anaongoza watu wengi. Kumbe Mungu alishamwambia ya kuwa siku moja atakuwa pastor. Lakini hata kama leo hawatakuambia kwa moderation, hawatakuleta kuwa mwenyekiti, hawatakuambia kuwa lete jimbo, ujue ya kuwa watu watakusahau, lakini yule aliyekuita hatakusahau. Haleluya. Na hiyo mambo yote haitakomesha wito ambao ulioitiwa nao. Mungu yuko mwaminifu. Tulikwisha kuwatangazia siku iliyopita, inafanya miaka 12 mbele ya kanisa Nouvelle Generation a Kristo ianze. Mungu alizungumza, alionyesha mbili ile ambao mtumishi Kristo amejenga na Kristo leo kidogo. Mungu alijua tutakuwa siku moja Kristo ndio atakuwa mwenye mpango hii, naye atakuwa anajenga hiyo ukuta. Hiyo ukuta niliona na kuangalia nyumba hiyo na kuangalia barabara hii. Inafanya miaka 12. Ilionekana kwa mambo hiyo haina maana, lakini muda ilipotimia, ilitimia na miaka 12 na 2024. Amen, amen. Sema na mwenzako leo ndoto unakuwa kweli. Haleluya. Amen, amen. Mungu ni mwaminifu. Wakati tulipoanza kanisa hili, tulipokuwa hapa, siku moja wakaonesha ya kuwa Wakchomia kutakuwa kanisa kuongeza mbili. Na hapa tunazungumza sana, tunazungumza hapa, tunaona na hapo chini ya nyumba. Watu hapa tunaomba na watu kuchomia wako naomba deja. Na imani ya kwa tuko kanisa ya RGC. Apotre yao alifika siku ya 5 na siku ya Mungu kwa kufuatana na mambo ambayo Mungu aliruhusu. Watu wakatoka kwa kanisa bila kumaliza kisomo. Na jana waliomba kwa mpango, na sasa ndio wao wanaomba kwa mpango. Wamenipiga tena asubuhi. Sasa ndio wanaenda wao wanaomba kwa mpango. Wanasema hawana nyumba, hawana yote, lakini walikuwa kanisani. Na saa hii Mungu ametoboa ukuta wako nje. Kwa mpango wetu mwingine anaitwa Baraka Kachombe. Sasa hivi hao wana hapa sasa leo wanaimba Baba wa mbinguni na mikono sasa kupiga mikono. Nje. Haleluya. Sema na mzako ndoto unakuwa kweli. Amen, amen. Haleluya. Nafikiria hapo nyumba ibada tutakutana na viongozi yao pamoja saa hii. Wao wanamaliza tu kupiga mikono Baba wa mbinguni, nyuma kidogo tunakutana pale sasa. Haleluya. Nauliza hivi, kama sisi tupiga mikono hivi, wao wanapopiga mikono hivi, kwa kwao nyumba kujengwa inakuwa maneno magumu. Niliwaambia kwa msokomea mambo kidogo. Sababu kwanza chomia iko chea. Basi iko fuko kuchomia. Na nyumba itajengwa. Sema na mwanangu nyumba itajengwa. Furaha yetu imekuwa nyosha mikono juu, tunaombea wale watu nje ambao wako naomba nje. Wanapoomba nje wasione nje, lakini waone Yesu yule ambaye aliweza kuamsha tote tunaomba kato. Wasaidia wale wanaomba machozi. Saisimamisha roho yao. Bwana waimarishe. Wasimamishe Mungu wao. Kwa mamilifu sana. Katika jina la Yesu. Amen, amen. Kuchapia Yesu mikono. Uamini ya kwamba maombi yao imefanya kazi. Kesho kasikia nyumba imesikia inasimama Kachombe. Kesho kutwa utaona habari njema kubwa inahubiriwa Kachombe. Haleluya. Hakuna mjitayarishe mzuri kwa sababu hapa Chombe inaanguka. Kwa Yesu. Ndani ya mambo ya Mungu kitu kingine sita leo, lakini kesho utaona
inatimia automatic. Sasa wale watu hatujawajue prophets ambao siku hapa tuwapamii, lakini Mungu ndio akaongea nao na anaongea nao na anaonesha mtumishi mmoja ya LGC kwa baadaye, na wasema kuna wale watu ndio mtatumika. Sasa pastor kwa kumwambia bana, jua watu wale na sisi hatujamuona, na wakati unaeleza prophet anamuona mara kwanza, Biblia inaona wewe mara ya kwanza, lakini kudoto ndio alishaona, akakuta foto ile kwa telefoni kumwambia hapo tu ile. Haleluya, iko mambo ya Mungu. Haleluya. Kwa vile tunazungumza leo, tunaonekana kama Biblia ile pana magumu, kama unawafukuza mko nje, mnataka mikono mjue kama ulipanga kwa namna yenu, labda ingekuwa inaenda namna nyingine, Mungu unaona kuwa afanye hivi. Na hiyo mambo sasa tunawapa kaimba mara moja, sasa tunaimba hapa. Kesho tunachokutwa unaenda kuhubiri, unaenda kuimba, unaenda kufanya kwa sababu kuchonga. Amen, amen. Haleluya. Mambo ya Mungu inabishana na akili ya wanadamu. Sio tu wa Kristo, kiko wa Kristo wa pastor yote. Wako napiga mkono baba wa mbinguni hivi sasa hivi. Wa pastor na wasi. Na wazee yote. Amen, amen. Waibaji wako na yeye sasa, tunasema tutafanya namna gani na kama smile yote, lakini tunapiga tu mkono hichi. Ili kana nielezea kwa telefoni sasa. Wewe pia mkono jana, wewe pia mkono. Sasa asubuhi na asubuhi unaenda pia mkono. Haleluya. Amen. Mungu wetu ni mwenye kutimiza neno ambalo amesema. Angalia leo Daudi, maana ya jina Daudi ni mpendwa wa Mungu. Daudi leo anafanya kitu gani? Kitu ambacho Daudi anafanya ni hii. Kwa wakati wa Eli aliyekuwa kuhani, Wafilistini walipigana na Israeli mbele ya utawala wa Sauli, na Samueli alikuwa mtoto katika hekalu akilala. Daudi ilikuta Daudi hajazaliwa. Vita ikaingia kwa Israeli. Vita ilikuwa kali kwa sababu Israeli hawakutembea vizuri na Mungu, lakini sanduku la agano walichunga. Na wakati walipokutana na Wafilistini kwa vita, Wafilistini wakawapiga siku ya kwanza. Wakati walipowapiga, wakasema namna gani tumekufa wengi hivi? Wakaenda kubeba kesho yake sanduku la agano. Wakasema ya kuwa kwa sababu tulikosa kisasi ya Mungu, maana sanduku la agano kati ya Israeli ni Mungu pamoja naye. Na wakati walipobeba sanduku la agano, wakati sanduku la agano lilipofika kwenye kambi la vita ya Israeli, walipiga vigelegele, walifurahia, walikuwa na shangwe. Haleluya. Mtu anayefahamu ya kuwa hapo nina Kristo, inaomba awe na shangwe. Uzuri hiyo nafasi. Haleluya. Na wakati ile sanduku la agano lilipofika kambi, walipiga vigelegele. Sawa, mtumishi mmoja sikia alikasema hapa hivi, tunapopiga hapa vigelegele, naomba watu wa Kongregano wajue ya kuwa hapa huko watu. Haleluya. Wafilistini wakati waliposikia mambo ile, wakasema tumekufa. Maana yake inawezekana sanduku la agano limefika kati ya Israeli. Ni sanduku la Mungu yao ameshuka kati yao. Ile Mungu alimaliza watu kwa Misri. Wafilistini tumeisha. Mmoja akasema hivi, usiogope. Wale Wafilistini msimame kama wanaume. Amen. Mambo walikuwa na sanduku la agano, lakini ilikuja kwa hawajatengeneza mambo yao mzuri na Mungu. Kwa sababu watoto ya Eli
hema la kutaniko. Amen. Walikuwa wanafanya ukahaba, wanafanya mambo ovyo. Hiyo ilikasirisha Mungu, na Mungu uliona leo inaomba awapindue. Wafilistini wakasema kama wanaume, wakapiga vita na wakaua Israeli wengi siku ile, na wakanyang'anya sanduku la agano. Wanani wananyang'anya sanduku la agano? Kwa wanani? Sanduku la agano naonesha kurasa ya nani? Sasa wananyang'anya Mungu yao. Wanani wananyang'anya? Wafilistini hawana Mungu ya kweli, wana Mungu ambao wana miungu mbalimbali na Dagon shefu yao. Wana hekalu kama na ile, na kwenye hekalu kuna nafasi ya kwanza kwa Mungu, kwa miungu Dagon, sanamu kubwa. Unasikia? Lakini leo wananyang'anya Mungu ya nani? Sema na mwenzako, dhambi inatenga mtu na Mungu. Ukitaka nitabarikiwa. Kuna mafanikio ingine Mungu amekuahidia, lakini wakati ingetimia kwa ajili ya maisha ya dhambi, unajongeza hivi. Mungu ananyosha mikono, lakini unaenda tu mbele. Miaka yako ile unaenda. Miaka 10, miaka 12, 13, 14. Wakati ungali unakimbia nyuma yake, ndio utaenda kuingia kwa shimo moja jina lake kaburi. Na haitimie. Na inaenda yake. Mungu alikuahidia. Ndio ni maneno mazuri, lakini dhambi inaanza kutisha yao, inaenda kule. Nataka kuzungumza Ufunuo alisema ile ilikuwa uongo, haiko uongo, uwezo uko uongo. Amen. Dhambi inatukuza hata baraka ya kimwili ambao Mungu amekuahidia. Mungu anaweza kuonyeshia kuwa utakuwa na nyumba, endelea hivi. Mungu ananiambia utakuwa na magari. Mtu anahitaji ile nyumba, ataenda kwenda kwa location, haisemi anachukia nyumba. Katika yeye anachukia nyumba. Amen. No, mnataka miguu, mnachukia gari. Hapa gari peleka kumpikia kumuni ile bana gari. Na alikuwa anataka mtu kwa gari ile sika mbaya. Wanataka mikono je? Esibali na bana mwana fula. Anataka mpana taka yeye unagara. Na anafanya yeye kwa kabila la gari siku nyingi. Sasa sisi abera hakuna kutaka mazuri. Haleluya. Hata tena kulala mbao kabla hakuona hata pelo ndio iko amepata tu. Amen. Sasa maisha ya dhambi inataka nguvu kwa wadui, kwa mapepo, kwa kuleta ya kuwa mambo ambayo Mungu alikuahidia isitimie. Nataka kuambia secret, baba na mama yuko hapa. Nyumba ingine wakianza kazi fraka anaweza kuisha mbio sababu iko nini? Haiko mapepo. Fraka ikifika baba anaanza kutoboka bure. Iko nini? Kwa cheza na mtawaga na kingine. Mama bado sisikia kama ipa na jibu atakuwa fikiri. Wakati franga wao fika hapo kulikuwa na kawa mzuri. Waizi wapike waive. Shetani afika aende naye. Pale afike kula pesa. Ya Mungu kunjia. Wakati unaenda kwa uganga unaporudia, ile Mungu kumaji pesa kiko hiki, lakini yeye hapo. Ndio maombi. Haleluya. Mama pale uongo. Sababu kwa pesa inapika kuna gawa nyumba, maombi inakuwa mbili kunyumba. Mtu tena Mungu anasema hivi, mugande umoja, mkuna umoja kati ya mama na mgombe na baba, ili maombi yenu isizuizwe. Wewe Mungu nichunge, maombi ya mama iko huko. Shetani saidia. Kama ile isha saidia. Kushuka watakutana na baadhi sasa ya. Hawezi sema tuwezi kuua. Naweza kupesa hapa yote. Na kutoka kule ataanza kuongea kumshia Mungu bila shukuru.
Sira mbele kwa pale kuka. Ila tabana baba wa Mungu asante. Mama pesa naenda. Pesa naenda. Na ndio Mungu asante. Haleluya. Shomana kunyumba mingi inakuwa na matumbo kwa sababu hawapatane mama na baba kwa nyumba. Wakati pesa inapofika mara moja fujo naanza kwa nyumba. Ile unasikia haiwezi kuendelea, inaomba mchunge umoja mpaka Yesu anakuja. Amen, amen. Haleluya. Amen. Juu watu wengine nawaambia sekre moja, pesa ni mzuri, lakini pesa nafunguaka macho. Unasikia ile? Nafanya nini? Kama ndio naingia kufuku sio wakati mtu anarudi, lakini yeye bado unaka. Watu wengine wako naishi watakatifu sio kwa sababu wako watakatifu. Iko kwa sababu pesa pa. Pesa kama inafika ambao wanaanza kutoka mara moja. Alienda kubutema na rudia, anaona mama wasichana, anaona kwa kutulia kwa nyumba, akenda kutoboka pale atatafuta njia na atafukuza wewe ili amtenda mwenyewe ndio akubutema. Na ndio tumekutema. Amen, amen. Haleluya. Na pesa tunaoneshaka kama pesa kwa mkono ya mtu tunaoneshaka hali kamili ya mtu ile. Pesa natosha mara moja. Kama mtu mwingine tunapenda sana tunapenda kwa pesa bado kuja. Pesa akifika na kuongea mara moja wao pana grafu taso kwacha mtaka tendo mashughuli ndio mtawezekana. Baba yangu yule pale kuna mwanamke mmoja pana cheza na mambo yanapia wapi? Amen, amen. Pesa ni nzuri lakini mtu asipojele vizuri inaenda na yeye yote. Amen. Ikifika anakuja kuingiza kwa anasema no, ninaona niko tosha tena sikijoni kuna lala bila fikiri. Usiende kupitia. Sema kwa sababu mimi niko na waza. Hebu kwa na waza iko anaona ufika kuingiza vile muda pa. Mtumishi mmoja alipata franga $2,600. Alikuwa mtumishi kabisa. Anataka kusema kwetu kuna wale wanaweza funo vya Israeli. Mwacha mimi na funo kidogo ile sababu Mungu ndio hapa. Tunaweza kuja kwa Mungu hata kuona kwa. Na funo kidogo ile. Franga ile haipita mwezi mbili iliisha. Haleluya. Adepwa iliisha. Amen, amen. Ninataka kusema Daudi alifahamu mazuri ambayo Mungu amemfanyia. Leo hii sanduku la agano ilinyang'anywa siku ya vita. Wanani wanaleanya? Amen. Kwa sababu Israeli anaishi maisha ya namna gani? Lakini wanataka kwa ushindi. Ninawaambia hivi, anataka kupata ushindi, bila ushindi kama hawakera sababu ushindi pana kwako. Watu wengine watapata ushindi lakini hapana wewe. Chuma mbili ushindi ila ushindi unatangaza kwa watu wengine, maana hawaishi maisha ya oga wa Mungu. Wale tunafika watakulonga sawa kama hiyo, wao watembea na diale watamwaga Mungu kimi yako sawa. Ndio nasikia utafanya puru sawa na watu wengine. Sababu ya nini? Haogope Mungu. Sema na mzako tuwe na oga ya Mungu. Amen. Sasa Daudi anafanya namna gani? Sasa sanduku la agano naenda wapi sasa? Waisraeli wana sanduku la agano tena? Wana Mungu tena? Sanduku la agano ikafanya miezi 7 kati ya Wafilisti. Wakati habari ilipofika siku ya vita, sanduku la agano naenda, Eli kuhani alikuwa kwa kiti. Hakuweza kukataza watoto yake kufanya zote kwa hekalu, aliona ile tu. Alikuwa anakata tu kwa leshe. Wakati anasikia ufundi watoto wake Phineas wamefungwa kwa vita. Nasema basi sanduku la agano na sanduku la agano imeenda. Roho yake kastuka. Akakufa mara moja.
kichwa kavunjika. Jua alikuwa mtu mnono, inasema alikuwa mtu mnono na shingo ikavunjika, akakufa. Bibi yake na kijana mmoja mwenye nakuwa kule alikuwa na mimba. Wakati unasikia ya kuwa bwana yako anakufa na ndugu yake yote wanakufa, ndake vile anaanguka, sanduku la agano inaenda akapata mara moja chube anazaa mtoto. Andika ekapo, tamani yake utukufu imetuacha. Unasikia? Haleluya. Acha watu waibe kitu lakini wasiibe Mungu yako. Hapana, yako shida. Wasikutenga na Mungu. Mwambia mama, huko bibi yangu, kama hujamini Yesu bado, lakini usinitenge na Mungu. Mwambia jamii, usinitenge na Mungu. Mke sema na mume, usinitenge na Mungu. Tupanga mambo mengine lakini hapana na Mungu. Amen. Ukitengwa na Mungu, utukufu inaenda, unabaki pasipo utukufu. Amen, amen. Na ninafahamu ya kuwa hakuna atakayemtenga na Mungu. Acha waibe nguo yako lakini hapana Mungu. Acha watu wa kuzarau lakini wasitenge wewe na Mungu. Amen. Usikubali wakufundisha neno ambao litakutenga na Mungu. Amen. Sasa mambo yanafika wapi? Leo sababu tunafanya miezi ngapi kwa? Nataka kuambia hivi, siku walipopeleka sanduku mara ya kwanza, Wafilisti walipeleka sanduku hii hapa ni Dagon, wakaenda kupeleka sanduku la agano mbele ya Dagon, wakuonesha kuwa Dagoni yetu ni shida hizi na shida Mungu yao. Kaa chini. Ndani ya sanduku la agano kuna vitu ngapi? Kuna danga ya Haruni. Danga ya Haruni kwa sababu siku moja katika njia wana Israeli, wazee Israeli walikuwa na vijana na Haruni. Wasema kila siku wewe mtumishi kwa ile jamaa, basi Mungu huwezi kufanya vile na wazee kile. Mungu akasema na Musa, sema na wana wa Israeli, wazee wa Israeli, kila mtu afike na danga yake. Wote wakafika na danga yao 12. Akasema sasa waweke ile danga ndani ya sanduku la agano. Wakiweka ndani ya sanduku la agano, ndio upande wapeleke kwa hema, ndio upande wakapeleka. Kesho nasema mwende mkatosha ile sanduku. Mfungue ile danga, kila mtu achukue danga yake. Kila danga waliandika jina. Bernardino, Joseph wanaandika jina. Na Haruni. Kesho kufika wakatosha danga, iko danga yenye mtu anatembea nayo ya zamani inakauka, isha. Kila mtu wakaangalia ya ndani inatoka, ya ndani inatoka, ya mbele inatoka, yote inatoka. Wote kuangalia danga moja iliweza kuota na ilizaa matunda. Usiku tu danga moja ya kukauka hivi, haina maganda, lakini inaota, inaleta majani na matunda juu yake. Ndio kwa danga ya nani? Ya Haruni. Kwa kuonesha hivi, mwenye nilichagua kwa utumishi ile kuwa kakati yenu ni Haruni, hapana yeye. Amen, amen. Mungu kuchagua mtu hauwezi kunyang'anya na makelele. Amen. Na nasikia hivi. Amen, amen. Ile hauwezi kunyang'anya na makelele. Ndani ya utumishi tuheshimiana mshukuru watumishi wako wakipatiana wa viongozi mbele yenu, haiko ndio mnawachagua. Na nasikia hivi. Sema mtoko haiko wewe unachagua watumishi. Watumishi sio yako, ni ya Mungu. Amewaweka pale kukusaidia wewe. Uwaheshimu kwa namna yote. Danga yako pana na wota. Danga yako haina matunda. Ndio nasikia. Nenda sikia hiyo. Danga yako pana matunda. Inaota? Asante sana. Wengine wanaonyesha danga iko Mungu sio wao. Amen, amen.
waheshimu kwa imani safi. Ile watu wengine wanakataa juu hapa nataka kuheshimu. Mungu na vitu sana, Mungu atusaidie. Haleluya. Tutapea sisi mkao. Na wakati ile yele hapa sanduku la agano linapatikana kule. Hiyo daga iko ndani. Maana nusu yake kulikuwa na kopo ya dhahabu yenye ndani yake na mawe. Liko ndani ya sanduku. Na kuko na majiwe ambaye juu yake kuna sheria, amri 10 ya Mungu. Majiwe 2, juu ya moja ile, juu ya moja 6 ndani. Amen. Maana iko pale, kopo ya dhahabu iko pale, daga ya Haruni iko pale, na majiwe iko pale. Wakati kwa sababu daga inaonyesha ni utumishi. Wafilistini wananyang'anya utumishi wa kunyang'anya. Utumishi naenda haiendi. Ya pili, maana ni chakula imetoka kutoka mbinguni. Wananyang'anya hawanyang'anyi. Amen, amen. Na kopo ya dhahabu, hiyo dhahabu inaonyesha dhahabu inaonyesha utukufu ya Kristo, ya Mungu. Inanyang'anywa hainyang'anywa. Chakula ilikuwa ndani ya ile kanisa, ndani ya ile kopo, ndani ya ile kikombe, inanyang'anywa. Amri ya Mungu walinyang'anywa. Israeli nabaki na nini? Wanabaki hawana utumishi, hawana chakula, hawana dhahabu, maana yake Kristo kati yao, na hawana utumishi, hawana utumishi. Miezi ngapi? 7. Amen, amen. Sasa leo Mungu wetu mazuri yake iko kubwa. Ukiangalia, ukienda kusoma mzuri, siku sanduku la agano lilirudia kwa Israeli. Wakati walifungua ndani, walikuta majiwe 2 iko ndani, lakini daga haikuwa ndani. Unasikia nini pale ndani? Daga pana, kopo ya maana pana. Amen. Inaenda wapi? Inaenda wapi? Inaenda wapi? Naweza Wafilistini wametosha kopo na mawe, na wanatosha daga. Sasa apre kumaliza kutosha ile, ndio sasa sanduku katoboka. Siku waliweka wakati dawa sikubaiki ndoke iko kwao. Kesho asubuhi walipofika wanakuta Dagoni kichwa pana. Usiku basi ya Mungu nakata kichwa ya Dagoni. Kuwaje Dagoni afika na iko nini? Kichwa pana. Wanda toke walipokuta kichwa pana, wakaifanya hivyo. Wakakuta kwanza Dagoni ameanguka chini. Sanduku la agano hapa. Asubuhi kuhani ya Dagoni afika na hii. Dagoni anapatia chini. Amen, amen. Na mkono mwingine imekatika. Wakafika, wakapisha mkono ya Dagoni, wakasawisha mkono. Kesho kutwa kuhani kufika asubuhi ili aende kufanya seremoni, anakutana na kichwa ya Dagoni kumulango. Na mikono miwili pana. Dagoni abaki nusu. Pale wasikari Israeli wako. Amen, amen. Sema mwenzako, usipiganie Mungu, Mungu anajipigania kama mwenyewe. Amen, amen. Kutoka pale ndio bado kukumbuka. Mimi kaanza watu mwingine majibu kunatoka hivi. Majibu unajua? Majibu
tuko nini? Majibu kwa nini? Kidhiba ya hivi tunatoka kwa mwili watu wa mjini na mwingine kuko na panya hivi natembea napita napita inaacha na ile epidemi mwingine. Watu waliteseka, lakini kwa kuteseka dawa wananyang'anya na chakula wananyang'anya. Ninawaambia hivi, dawa kunyang'anywa hiyo haiko Wafilistini ndio wataka wanyang'anye danga, lakini danga sanduku ya agano ilikuwa presence ya Mungu ndio ikawaachia danga na chakula. Wafilistini mataifa akaacha majua. Unasikia? Kwa mataifa kule danga na baki. Danga ni nini? Utumishi. Chakula ni neno la Mungu. Kanisa inaonyesha presence ya Kristo. Damu za Abdaki ambaye ni mwamba uliopasuka kwa kweli kutetea uzima. Ndani yake ilikuwa maana ni chakula cha uzima iliyokuwa ndani yake. Imeachwa kule. Sasa kwa nini iliachwa? Katika mipango ya Mungu, Mungu aliona awaachie majiwa mawili ya amri 6 yenye juu ya ingine na amri 4 yenye juu ya ingine, ambao Yesu alisema hivi ndani ya Yohana 12:39 kuendelea, anasema hivi: wakati mtakaponyanyua mwana wa mtu ndio mtajua kama yeye ni nani. Sasa katika unabii wa Mungu alitaka hivi utumishi, chakula, kanisa ambayo inaonyesha presence ya Kristo ibaki kwa Wafilistini mataifa, kwa sababu Waisraeli watakuwa wanapeleka msalaba kwa Golgotha ambaye ni mawe mawili, amri 6 na 4 ya mrefu na ya mfupi. Kwa kuweza kufanya hivi, siku moja atopitia msalaba ile, neema atapanda juu ya msalaba kwa kuweza kuinda nao Wafilistini ambao kwao danga ilibaki. Wafilistini wale wanaonesha mataifa yote. Ndio maana tunasema hivi, ninyi muko kuhani walali muko wa kuhani ya kifalme na nani tena watu walio sasa unapatikana kuhani kwa sababu ya danga. Muna chakula yenye maana ya uzima wa milele. Muna mwamba uliopasuka, kanisa ambayo iliyobaki. Sasa hiyo ilipelekwa kwa msalaba. Hii ndio neema kuonesha katika fungu ya Mungu ya kuwa Israeli wanacheza. Sasa ilifanya makosa. Sasa naomba niokoe dunia. Ndio nasikia mzuri kuambia pamoja kule tukitoa. Lakini hapa mambo iko wapi? Daudi leo kufurahi ni kwa sababu sanduku la agano iliweza kwanza kutoboka. Wakati majibu naanza, ikifika hapa shida naanza, njoo wafumu walozi wakaenda kukutana yote, wakasema ile mambo tutakufa yote. Wakasema msiogope, tufanye hivi, kamate ng'ombe 2, mtengeneza panya 5 ya dhahabu na oa, na mtengeneze vile majipu 5 sawasawa na hesabu ya 5 province ya Wafilistini, wapande 5
watawala watano ambao walipata magumu yote, mtie ndani ya sanduku la agano na mlete magombe 200 wenyewe wanatoka kuzaa mpya mpya, muache watoto yao na mufunge sanduku la agano kwa gombo yao na muwasukume kama wanaenda Irima kwa njia ya Israeli. Amani yake mapigo ile imetoka kwa Mungu yao, na kama wapana aenda Irima, amani yake ile kwa makumu ingine. Wakati walipofanya ile nyuma ya mwezi 7, ng'ombe kaanza safari. Ng'ombe katafuta njia ya Israeli, ng'ombe kaenda mpaka eneo ya Israeli, ng'ombe bila mtu mbele. Unasikia kweli? Mungu ambaye tunaye zaidi ya kikawaida ya kweli, leo ndio mambo kidogo. Anapotaka kufanya kitu kizuio hakuna. Amen. Ng'ombe ilipofika, watu wakafurahi kwa eneo. Sasa walipofurahi wakapokea ngombe, wakafungua hiyo, wakakuta ile mama hiyo, wakakuta ile. Sasa ilikuwa desturi ya waone ndani ya sanduku lingine la eneo ambalo wengine wakaona, wakaenda tena wakakufa ovyo. Kule Wafilistini waliona, lakini Mungu kwa watu ambao wanajua akawakaribia. Ndio akasema ile mambo mabaya, wakapeleka kwa kuhani mmoja mwenye kwa jamaa ya Walawi, ndio akachua. Amen. Saulo alipotawala, mnisikie, Saulo alipotawala yote alitawala pasipo sanduku la agano. Maana ufalme yake ilikuwa ya muda. So leo wakapeleka hiyo sanduku chakuwa kwa Obed-Edom wakati mfalme Daudi ametawala. Sanduku ilifanya tu miezi 3 kwa Obed-Edom. Habari ikakamata mwisho. Selo Biblia inaonekana Obed-Edom alikuwa mtu kidogo na mtu mwembamba. Ndani ya kuwa ndani ya miezi 3 Obed-Edom ananepa. Ndani ya siku 3 mwezi 3 chakula ilikuwa kwa Obed-Edom inashangaza watu. Baraka ilikuwa inaonekana kutoka nje. Mpaka wakapeleka habari kwa Daudi huku ndani ya miezi 3 kitu kinafanyika kwa Obed-Edom. Iko mambo ya kushangaza. Ndio akasema waende kuchukua mtu mmoja ndani ya miezi 3 alibarikiwa. Presence ya Mungu ndio mafanikio yako. Yepana kwa sababu unaona tu Yesu hapana. Ogopa Mungu, heshimu yeye. Uwe na yeye presa usiku, presa mchana, presa wakati yote. Utaona mkono wa Bwana. Hata basi watu wanakauka, hautakauka. Kwa sababu Mungu ndiye kweli yako, baraka sana. Nasikia hiyo. Hata unatoa sadaka na hauna Mungu, ile baba koweke Mungu. Penda Mungu, uwe na yeye. Sema na mwenzako furahia presence ya Mungu, uwepo ya Bwana. Amen. Leo sanduku ile nafika. Nimalizia kesho. Sasa sanduku inafika leo. Wakati anaenda kuchukua sanduku, Daudi akajenga nyumba kwa ajili ya sanduku ya agano, inafika inarudia. Wakati sanduku napofika, ndio siku unasema Daudi alicheza luaji na nguo ilipasuka. Haleluya. Daudi anacheza ovyo. Watukufu ya Mungu. Yesu ni wangu kwa uzima wa milele. Yesu ni wangu kwa uzima. Haleluya. Ambao ikakasirisha bibi yake.
itakuwaje? Mikali bibi yake mtoto ya Sauli mwanamke yake akasema, mfalme ulikaa sana leo, ulikuwa mzuri, lakini namna ya mchezo yako ilikuwa kama mpamvu moja, ulikuwa sawa na mtu bure. Haleluya, tujape Yesu Kristo mikono. Sema ulicheza sawa na mtu bure. Mungu yako alikuwa anapanda mbele ya wanawake wengi hapa. Amen. Tusome shairi la 11 nasema nini? 11. David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel que j'ai manifesté ma joie. Daudi akasema na Mikali, ni mbele ya Bwana Mwenyezi nimeonyesha furaha yangu. Jambo la kwanza. Amen, amen. Lui qui m'a choisi de préférence en ton père et à tous la famille et sa famille. Ni yeye Mungu ndiye aliweza kunichagua juu kuliko baba yako na familia ya jamii yote. Nani alichagua? Baba yake alikuwa mfalme. Leo unachagua nani? Daudi. Jambo la mwisho, pour m'établir comme chef d'Israël, son peuple. Akaenda nani akaniweka kuwa mtawala juu ya Israeli niweze kuwa. Nani alifanya? Nani alifanya? Naonesha furaha mbele ya nani? Mmoja alichagua juu ya Sauli ni nani? Mmoja alichagua mfalme juu ya Israeli ni nani? Je m'abaisserai volontairement, donc volontiers, à cœur de davantage pour m'humilier. Nitakuwa ninajishusha sana mbele yake, nitakuwa mnyenyekevu sana mbele ya nani? Aliyenichagua, aliyeniokota, aliyeniinua, aliyenifanya leo hivi. Je serai, anasema hivi ndani ya metoto partia kuendelea, anasema kuwa néanmoins je serai honoré par les servantes dont Dieu parle. Amana yake dont Dieu parle, nitakuwa mtu wa kuheshimika tu machoni mwa wale wenye Mungu anawazungumzia kwao. Niulize Mungu. Anasema hivi, ninaonea upendo wangu kwa furaha kwa nani? Yule aliyefanya nini? Aliyenichagua kuwa kuliko baba yako. Na yeye ndiye amenileta mtawala juu ya nani? Juu ya nyumba ya baba yako, tena juu ya Israeli mzima. Mbele yake nitafanya namna gani? Tashuka. Nitakuwa mtu bure. Lakini mbele ya watu hawa haitapunguza heshima yao. Haleluya. Mambo ya upekee na Mungu sio mambo ya kawaida. Mambo ya upekee ya mtu ya Mungu usiingizane ndani. Sema na mwenzako, mambo pekee ya mtu ya Mungu usiingizane ndani. Sasa tunaisha. Tuone tu tumalize kesho. Okay.
mambo makubwa hiyo Daudi alijibu kwa sababu gani? Unisikilize. Hebu letu nisema hivi. Udamani kubwa ambao umepata ni kwa ajili ya neema ya msalaba. Na wakati unapofahamu neema ile, hata watu, hata magumu haitakuhamisha kutoka kwa neema ile tena. Hata mali ikiwa hata isipokuwa anabaki Mungu. Haleluya. Mwimbaji mmoja anaimba hivi, unaponijibu nitakuabudu. Hata haujanijibu, hata usiponijibu nitakuabudu. Sitaabudu miungu mingine. Siwezi kuabudu miungu mingine. Hata haujanijibu bado nitabaki mwenye kuabudu wewe. Haleluya. Uwe na mume, uwe na mke, haujasema kitu kwa ajili ya uzima yako. Abudu Mungu, usiweze kuachana naye. Amen, amen. Angalia hapa. Daudi anasema ninaonesha furaha yangu kwa Mungu. Siku moja kwa kanisa moja, ilikuwa Saint Dimanche, wamisia hawakufika. Nikapiga basi. Na kwa kumaliza mambo ile, mzee kanisa akasema kuwa jamani, usikuze ile tena, sababu alikuwa anaona heshima yao. Na ile basi napiga mpaka wa leo. Ukienda ngoma unapiga ngoma. Sipiga kwa ajili yenu. Napiga kwa ajili ya yule aliyekufanyia kuliko mawasi. Amen. Alipokataza ilikuwa miaka mingi, lakini mpaka sasa vile nikiona mtu anapiga basi, kama unajua kupiga unapiga tu. Ile ndio unajifunza. Unapiga hii. Amen. Kaya kula utapiga. Sipiga kwa ajili yako. Ninapopiga, ninakumbuka mali alinitosha. Ninapopiga, nakumbuka yale mali alinifanyia. Ni zaidi ya wewe utafanya. Haleluya. Sema na mwenzako, usijiingize kati ya mambo yako na Mungu. Mikali anataka kujiingiza kati ya mambo yake ya Daudi na Mungu aliyemchagua kutoka kwa Paulo. Aliyemchagua kati ya ndugu zake, kati ya Israeli, kati ya Wayuda. Alimchagua, haikuwa uchaguzi yake. Ni yule Mungu ambaye alisimama naye mbele ya Goliata, na Goliata akaanguka chini, lakini yeye akabaki hai. Amen, amen. Hata kama siku kama chezea Mungu, ile pana ngajewe. Usiseme kwa mtu ambaye anaweza katika vita tinenda ikaa chini, kasote juu, ile pana ngajewe, hayaenda mama yake kwa kwako. Haleluya. Habari ya roho yako ni zaidi ya watu, ni zaidi ya pesa. Habari ya roho ya Daudi ni sauti ya maneno ya mwanamke. Amen. Amen, amen. Daudi, kitu ambayo mpeleka ni kuwa roho ya kutambua. Ukikuwa na roho ya kutambua, hata kosea watu watakurudisha nyuma. Tambua mazuri ya Mungu. Tambua kazi alikulokota. Tambua neema amekufanyia. Tambua huduma amekuletea. Tambua watoto amekuletea. Neema ni neema. Unapokula kila siku, wangapi wamekosa chakula? Tambua mambo haya. Unapovaa, mama yako, baba yako walikuwa na shida ya mavazi, lakini leo Mungu amekupa mavazi, unavaa. Tambua mazuri hayo. Wewe ulikuwa ndani ya nyumba ya maskini, Mungu amekufanyia neema. Tambua mazuri hayo. Wewe ulishinda kuwa na pesa ya leo una gari. Tambua neema hiyo, hata watu wasikurudishe nyuma. Mambo ya Mungu na mwanadamu. Mungu anatembea na watu kwa pekee. Kwa kanisa tuko pamoja, lakini wakati niko kwa roho niko pekee. Wakati uko kwa roho pekee, maneno ya roho yako hayangaje mke. Maneno ya roho yako hayangaje mume. Hayangaje watoto, hayangaje wazazi. Maana siku ya kaburi yako watakuwa nje, lakini Kristo rafiki atakuwa nao. Unasimama. Huko hivi ni kwa ajili ya neema msalaba. Haleluya. Haleluya.
tunaenda kuomba. Wakati tunaomba bila moyo kuingia kwa kilindi cha mazuri ambayo Mungu ametufanyia. Ukiwa hivi si kwa sababu ya ejese, hapana, lakini kwa sababu ya neema ya msalaba. Amen. Na hiyo hivyo ambao nasema kuwa ni neema ya msalaba, nimefanyika kuwa mwana na nimesabika kuwa mwenye haki, si kwa sababu ya ejese. Mimi si kwa sababu ya ejese, mimi si kwa sababu ya watu, lakini ni yule ambaye alinifanyia neema hiyo. Kama nimfanyia, naweza kufagia hapa, haiwezi kunishinda. Ninaweza kufagia, haitanishinda. Ninaweza kufagia kama kupanguza miti, haitanishinda. Kupanguza hapa, haitanishinda. Kuweza kupiga istima, haitanishinda. Ninaweza mambo hiyo, si kwa sababu yako, kwa sababu ya yule aliyenifanyia. Amenifanya hivyo. Wale unapamlema hii, unanyosha mikono. Usiache watu wakuambia kwa hapa kuna mchana. Nilisikia ushuhuda mama moja yuko hapa. Roho yake inasuka kila siku. Afikake, atumike pamoja na wengine, anapata analokota sashe kwa hapa. Ni upana jua yeye. Anafika kile kwa shaka analokota sashe ya jana nyumba hii. Wakati niliposikia ushuhuda mama huyo, ninashukuru Mungu kwa kubariki sana. Mambo hiyo imetoka wapi? Watu wengine pale wana sashe, lakini anafika kuona ile yote iko shashi yake. Roho yake inashutuka peke peke. Na anafika hapa na anataka tu sashe yote. Mungu akubariki na kufanyia mambo ambao hajafanya kwako. Tunasikia kweli. Wewe ukiwa hapo, kuwa kwa ajili ya Kristo ni zaidi kuwa kwa ajili ya ejese. Lakini wako hapa, wakati unaposesabu mazuri hiyo, watayeyuka mbele mpana. Wengine wanapokumbuka jamii ya laana ambao walizaliwa ndani yake na mambo yao yamebadilika, wanaona kuyeyuka mbele ya Mungu. Sio ejese, lakini Yesu amewafanyia. Oh
Tazama yamekuwa mapya.
yule aliyeniondoa mbali hajaniacha na hataniacha. Kama ni sifa anasifu, sio watu waone, lakini Mungu wake amesifiwa. Kama ni nyimbo anaimba, si kwa sababu anafurahia kikundi, lakini roho yake inashuhudia, nifanye nini? Ningecheza, ningeimba, ningetoa, ningesifu jina la Mungu nje. Bariki kila mmoja, wezesha kila mmoja, simamisha kila mmoja, bariki kila mmoja. Mchana wa salama kwa wote kwa jina la Yesu. Amen. Salimia mwenzako ya kuwa neema.